aliyefundisha vijana limeniingia mno. Kwa kweli Mungu abariki sana na tuendelee na imani, kesho tutapata makubwa zaidi haya. Nimependa vitabu vile wametugawia. Nimefurahia sana siku ya kwanza. Sijaona kama nimepoteza muda, bali nimepata. Asante. Kwa matamanio yangu kwa katika kanisa la Yesu, ningependelea kwamba watu wa Mungu wakuwe wanafunzi wa Yesu ambao wako na mafundisho ambao wakiyapokea wanaweza fundisha wengine na wengine wafundishe wengine. Ningependelea kwamba sana kanisa ya East Africa wote wakuwe wanafunzi ambao wanaweza fundishwa na waweza kutii na kufuatilia zile mafundisho ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni majina yangu naitwa Daniel Lufilisha, ni katibu wa Kingdom Financing Africa, na tuko Kigoma kwa ajili ya seminar ama kongamano kubwa kabisa la DJJ, Disciple Journeys with Jesus, ambalo limeanza kufanyika leo, ambao ni tarehe 6 ya mwezi huu wa 8. Na siku ya leo ilikuwa ni day 1 ambapo tumekuwa na wakati mzuri kabisa wa kongamano, na walimu wetu kutoka Kenya, Uganda wamefundisha vizuri, na tunamshukuru Mungu kwa sababu wamefundisha habari ya kufanya wanafunzi wawezekane kwa kila Mkristo, hata yule ambaye ameokoka hivi karibuni. Wanafundisha namna ya kufanya wanafunzi uwezekane kwake awe mwanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo kama ambavyo tumekuwa tukitoa matangazo huko nyuma ya kukualika na kukaribisha kwenye semina na kongamano kubwa hili ambalo linafanyika hapa Kigoma kwenye wilaya ya Mwanga katika kanisa la Moravian, leo ndio tulikuwa tayari tumeanza, na kesho siku ya pili inaendelea kuanzia majira saa 3 kamili asubuhi. Walimu wataanza kufundisha tena. Kwa hiyo nikukaribishe wewe ambaye umekosa day 1, lakini kesho siku ya pili usipange kukosa. Jitahidi kuwahi na kufika mapema ili ujipokee haya maarifa. Ni maarifa ambayo ni ya msingi sana kwa wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu, mchungaji, kiongozi kwenye huduma mbalimbali, kwenye idara mbalimbali za kanisa. Tunakukaribisha kwenye mafundisho haya. Yanajenga na weza kukuimarisha pia kwa ajili ya kuweza kufanya kazi kwa ufanisi na huduma ikaenda mbele zaidi. Baada ya mafunzo haya ambao tumejifunza siku ya leo, ninatamani sana ukawasikilize baadhi ya watumishi ambao wamekuwepo kwenye siku ya kwanza katika semina na kongamano hili. Usikie kila ambacho wamekipokea, wanasema nini, wamejifunza nini siku ya leo ambao ni siku ya kwanza. Asante. Tuko na mzee wangu hapa. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amen baba, amen. Unaitwa nani kwa majina? Naitwa Derek Mwangoka. Ni mzee wa kanisa la Moravian hapa Kigoma. Umeonaje siku ya kwanza kwa mafundisho ambayo umefundishwa leo? Umeonaje mafundisho yenyewe kwanza yakoje, na umeionaje siku ya kwanza? Umejifunza nini? Kwa kweli mafundisho ya leo yametupa hamasa kubwa mno, pamoja na kwamba muda ulikuwa mfupi, lakini kwa neema ya Mungu tumepata lile ambalo tuliweza kupata. Hasa mimi niliingia sana somo la vijana. Aliyefundisha vijana limeniingia mno. Kwa kweli Mungu abariki sana na tuendelee na imani, kesho tutapata makubwa zaidi haya. Ndio. Baba anasema somo la vijana limemuingia sana. Unamwambiaje sasa mtu ambaye leo hakuwepo kwenye semina hii, kwenye kongamano hili, na kesho ni siku ya mwisho tu, na Waswahili wanasema kwamba tonge la mwisho ndilo huwa linakomba mboga zote. Unamwambiaje huyu mtu ambaye amekosa siku ya kwanza? Kwa kweli kuhamasisha ni kwamba wawahi kufika. Kwa kama amekosa siku ya leo, na imani kesho kutakuwa zaidi ya leo. Kwa hiyo nina imani kwamba wengi tutawahi, na naombeni kwamba wapendwa ambao hamjafika muwahi kufika kwenye ibada hii au kwenye semina yetu hii. Asante sana baba, Mungu akubariki sana. Tukutane kesho mapema sana. Amen. Asante sana. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina za uzima. Nzuri, unaitwa nani? Naitwa Efrazia Lameki Ruguda. Wewe ni mchungaji ama nani? Mama mchungaji. Mama mchungaji wao. Umekuwepo hapa kwenye semina na kongamano hili siku ya kwanza. Umeonaje mafundisho ambayo wamefundishwa mahali hapa siku ya leo? Umejifunza kitu gani cha zaidi na cha tofauti? Yaani mafundisho yalikuwa mazuri na nimejifunza kutambua umuhimu wa kuwa mwanafunzi wa Yesu. Okay, umejifunza kutambua umuhimu wa kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo umeonaje, kuna mahali umeongezeka na utakwenda kuna kitu kinaenda kuongezeka hata kwenye utumishi wako kupitia mafundisho haya?
Sawa. Unamwambia nini ambaye siku ya kwanza amekosa na kesho ni siku ya mwisho? Unamwambiaje? Nitamwambia kuhusu habari tulizojifunza na yeye afanyike kuwa mwanafunzi wa Yesu. Asante sana, tunashukuru. Mungu akubariki sana mama. Kesho tukutane siku ya pili ya kumalizia. Amina. Asante. Mtumishi, Bwana asifiwe. Amen. Habari za uzima? Ni nzuri. Hongera kwa darasa kwa siku ya kwanza. Asante. Umeionaje siku ya kwanza leo na umeyaonaje mafundisho ambayo yamefundishwa siku ya leo na walimu wetu? Mimi binafsi nimeyafurahia na nimependa vitabu vile wametugawia. Nimefurahia sana siku ya kwanza, sijaona kama nimepoteza muda, bali nimepata kitu. Kuna kitu umekiona kinaongezeka ndani yako? Ndiyo. Unamwambiaje sasa mtu mwingine ambaye leo hakuwepo kwenye semina hii na kwenye darasa hili na kesho ni siku ya mwisho ya kumalizia semina? Unamwambiaje mtu? Kwa yoyote ambaye hajapata nafasi leo, ninamwombea Mungu kesho aweze kufika, ninamkaribisha. Maana mafundisho wanasema kwamba tonge la mwisho ndo la kukombelezea mboga. Kwa hiyo kesho kutakuwa na vitu vizuri zaidi. Kwa yote ambaye hajafika leo, kesho aweze kupata nafasi ili aje tumalizie sote kwa pamoja. Wewe ni mchungaji? Hapana. Unaitwa nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Felista Peter Simoni, natokea Burega, ni nasali kanisa la Pentekoste Uamsho chini ya mchungaji Laksoni. Asante sana, tunashukuru. Mungu akubariki, tukutane kesho siku ya mwisho. Asante. Amen. Tuko na moja kati ya wanenaji ambao wamekuwa wakifundisha kwenye kongamano hili kubwa la DJJ hapa Kigoma, ambaye nimebahatika kuweza kukutana naye, na natamani tu angalau kidogo akuelezee jinsi ambavyo darasa hili limeenda. Na huyu yuko mbele yetu, anatokea Kenya, alikufika Kigoma, yuko hapa kwa ajili ya kufundisha na amefundisha siku ya leo. Kati ya wale wanenaji ambao wamepata nafasi ya kusimama leo na kufundisha, mtumishi wa Mungu amepata nafasi ya kusimama na kufundisha. Natamani tu atueleze jinsi ambavyo yeye kama mwalimu amelionaje darasa, ameonaje wanafunzi aliokuwa anawafundisha, kupokea kwao wamepokeaje, anaonaje wanaelewa ama hawajaelewa kile ambacho amekifundisha. Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaitwa nani na unatoka wapi? Naitwa Mtume Kevin Onyango, mimi mkaaji wa Kenya, Kisumu. Asante sana, kutoka Kenya mpaka Tanzania na hatimaye Kigoma kwa ajili ya kuja kufundisha mafunzo ya kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Umelionaje darasa hili ambalo limefanyika hapa Tanzania na ni kwa mara ya kwanza kabisa darasa hili linafanyika hapa Tanzania, hapa Kigoma? Umelionaje darasa siku ya kwanza? Asante sana. Kwa mara ya kwanza wale wanafunzi ambao wamehudhuria mafundisho ni watu ambao wako na ile hamu ya kufundishwa na wako na ile tamaa ya kujua zaidi kuhusu kuwa mwanafunzi wa Yesu. Napokuwa nikiwafundisha, nimeona kwamba hao ni watu ambao wakifundishwa, wakipata mafundisho zaidi, ni watu ambao wanaweza kuwa wanafundisha wengine kwa maeneo tofauti tofauti ya nchi Tanzania, pasipokuwa Kigoma peke yake. Umeona watu wana kiu ya kufundishwa, wana njaa ya mafundisho. Kuna mtu alikuwa anasikia tu hiki kitu lakini alikuwa amepuuzia, hajahudhuria leo. Na kesho kwa taarifa nilizonazo ni siku ya mwisho, tunamalizia kongamano. Unamwambiaje huyu mtu ambaye leo hajaja na kesho ni siku ya mwisho? Kwa yule ambao hajawezeshwa kufika siku ya leo, ningeweza kuambia kwamba sio mwisho. Yesu bana anakupatia nafasi ya mara ya nyingine ya pili. Tafadhali ukisikia ukiyaona haya maneno, tafadhali kesho uamke asubuhi na ukuje pia uyapate ya kwako. Asante. Mwitikio wa mahudhurio umeonaje? Ni mzuri? Ni mzuri sana, ni mzuri sana sana sana. Na unawaambiaje wa Tanzania kwamba DJJ itarudi tena Tanzania kwa ajili ya kuja kufundisha katika maeneo mengine? DJJ naambia watu wa Tanzania wote, DJJ bado yuko tayari kurudi mara nyingine tena, na katika ile wito ambao wakitoa, sisi tuko tayari kuikuja na kukuja mara nyingine. Kiu yako na matamanio yako kwa kanisa la East Africa na Afrika yote kwa ujumla, unatamani kuliona wapi kanisa? Unatamani kuona wapi watumishi wa Mungu wanafika, Wakristo kwa ujumla wanafika kwenye viwango vipi? Unatamani kuwaona wapi?
Asante. Kwa matamanio yangu kwa katika kanisa la Yesu, ningependelea kwamba watu wa Mungu wakuwe wanafunzi wa Yesu ambao wako na mafundisho ambao wakiyapokea wanaweza fundisha wengine na wengine wafundisha wengine. Ningependelea kwamba sana kanisa ya East Africa wote wakuwe wanafunzi ambao wanaweza fundishwa na waweza kutii na kufuatilia zile mafundisho ya Yesu. Wawe watu ambao wanaweza ishi katika maisha ya Yesu na mafundisho ya Yesu, wasikuwe analeta hao mengine kwa isipokuwa ya Yesu peke yake. Asante sana, tunashukuru. Kesho tutaonana kwa ajili ya kumalizia session ile. Asante. Amen, Mungu akubariki sana. Kama ambavyo umeweza kuona, tumeweza kukutana na watu kadhaa, wameweza kueleza jinsi ambavyo wamejifunza waliokuwa wanafundishwa, lakini tumepata neema ya kumsikiliza mwalimu ambaye alikuwa anafundisha, na mimi ambaye nimekuwa nikiripoti matukio haya kutokea hapa Mwanga, Kigoma, kanisa la Moravian, si mwingine ni ndugu yako Pastor Daniel Lufilisha, ni katibu wa Kingdom Financing Africa. Asante na Mungu akubariki. Tukutane kesho muda ni saa 2 kamili asubuhi. Mpaka hapo baadaye.